Utalii halali ni dhana inayolenga kutoa huduma za utalii zinazozingatia misingi ya maadili ya Kiislamu bila kuathiri ubora wa huduma wala kuwabagua wageni wa dini nyingine. Kwa kutambua umuhimu huo, taasisi mbalimbali ikiwemo Halali Tourism Association na Samia Foundation zimeanza juhudi za kuhamasisha na kutoa elimu kuhusu utalii halali nchini. Hatua hii inalenga kuifanya Zanzibar kuwa miongoni mwa maeneo yanayokidhi mahitaji ya watalii wanaofuata mazingira yanayozingatia maadili, ibada na tamaduni za Kiislamu. Utalii wa Kiislamu una njia nyingi sana kutoa taaluma katika maeneo mbalimbali, kutambua, kutembea katika maeneo ya kihistoria ya mashaikh wakubwa wa Zanzibar. Na bahati nzuri tuna historia kubwa sana mashaikh wakubwa wa Zanzibar. Hasa ili kutambua katika maeneo yao walimozaliwa, walimosoma na taaluma walotoa, basi ni sehemu moja ya utalii. Mimi nadhani ni muhimu jambo hili tukalipromote kupitia kamisheni ya utalii, lakini pia kwa kutumia wizara yetu ya mambo ya kale, wizara ya utalii na mambo ya kale, kushirikiana na ofisi za mufti na kamisheni wafu katika promote swala zima kuendeleza utalii wa Kiislamu. Lakini pia kuna swala zima la kuendeleza maeneo ya kihistoria kama Bikole kule na maeneo Bihole kule sehemu ya Bungi kule, ambako watu wanaweza kwenda kufanya utalii kwa kutumia utalii huu wa Kiislamu. Lakini kupromote maeneo culture yetu ya tamaduni wetu wa Zanzibar katika maeneo yale ya kiutalii. Ni vyema sasa hivi maeneo ya kihistoria ya Zanzibar tukaweka katika mazingira ya Kizanzibari ya kiutalii ambayo yatavutia zaidi kuliko kuyafanya ya kisasa. Dhana ya utalii halali sio tu fursa ya kiuchumi, bali pia ni njia ya kulinda na kuendeleza utamaduni, maadili ya urithi wa Zanzibar kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Kupitia mwelekeo huu, Zanzibar inaweza kuendelea kuvutia watalii wengi zaidi kutoka sehemu mbalimbali za dunia, huku ikidumisha tunu zake za kijamii na kidini. Zanzibar tayari ipo katika position nzuri ya halal tourism, tayari ina culture, ina Islamic religion 90% ya watu wake, lakini bado taasisi hii imeona hatujafikia zile standard za halal tourism ambazo ziko duniani. Kwa hivyo kwa pamoja as tourism stakeholder tukaamua tuonde hii association kwa ajili ya kufacilitate, kuadvocate na lobbying ya kufikia standard ambazo itaifanya Zanzibar kuwa ni best destination ya halal tourism, hasa ukizingatia sasa hivi dunia halal tourism ni segment ambayo inakuza uchumi duniani kwa soko hili la utalii. Kwa hivyo leo tupo hapa na hii si mwanzo tu, ni mwendelezo, hasa kunajua hii itawanufaisha wananchi. Kwa hivyo wageni wengi ambao wanakuja kwenye halal tourism wanapenda cultural activity. Kwa hivyo hawa wageni wetu watakuwa wanakwenda mpaka kwa wananchi direct katika some activity, na wananchi watakuwa ni wanufaika. Pia tuko katika capacity building za kuwa hata art and craft ambazo Muslim friend wanapenda kwenda kununua, pia wananchi hizi pia itakuwa ni moja wanavyofaidika katika utalii huu. Juhudi hizi zitafungua ukurasa mpya wa maendeleo ya sekta ya utalii na kuifanya Zanzibar kuwa mfano bora wa mahali ambapo maendeleo ya kiuchumi yanaenda sambamba na kuhifadhi maadili, utamaduni na utambulisho wa taifa. Kuna nchi mbalimbali ambazo ni nchi za Kiislamu, nchi za Kiarabu na nchi nyingine kama vile Malaysia na nchi nyingine mbalimbali ambao utaratibu huu wanaofanya, kwa sababu utalii hasa katika asili ni halali, jambo halali. Lakini sasa yale maadili ya utalii ndio yanatakiwa sasa kuboreshwa zaidi na kuangaliwa nini kifanyike, ni kipi kisifanyike. Kwa hivyo uwezekano upo kwa sababu ni jambo ambalo linafanyika. Na hata hivi sasa pia kuna watu wanakuja kutembea. Wanatembea hapa Zanzibar, wanaonyesha misikiti, wanaonyesha mambo ya Islamic activities, zile mambo ya ibada katika Uislamu. Hii ndio adhana, hii ndio sala, hii ndio kibla. Kwa nafahamu watu mambo ya dini vizuri kwa njia ya kawaida. Kwa hivyo hii nayo pia ina utaratibu wake maalum ambao pia ofisi ya Mufti Mkuu wa Zanzibar ilitoa pia ruhusa maalum kwa baadhi ya taasisi ambazo zinasimamia mambo kama haya ili kushirikiana pamoja katika kueneza utalii wa Kiislamu katika sura ya awali. Yaani kwa mashirikiano pamoja, pia taasisi zote hizi tutaweka taratibu maalum kwa mashirikiano pamoja na vidhibiti maalum vya kuweza kufanya ile halal tourism ipatikane katika njia iliyokuwa ambayo haitokiuka maadili ya dini wala maadili ya jamii yetu kwa ujumla. Hakika safari ya kuijenga Zanzibar kama kitovu cha utalii halali imeanza, na mafanikio yake yatategemea ushirikiano wa wadau wote katika kuendeleza sekta hii yenye fursa kubwa kwa kizazi cha sasa na kijacho. Nusra Khamis, UBTV.